Gramu moja anaweza kuadhimu. Lakini water iko tu silent. Iko silent, inakata vizuri. Karibu kwenye kipindi cha ufugaji wa Dopa Bora. Mahali I think for general nutritional purpose ya kondoo ni mzuri. Nutritional and whatever. Sawa, twende mambo ya deworming. Na hujatueleza hiyo nini? Hii Epsom salt ni saa zile tu ameiba mahindi ama ameenda kwa lush pastures. Niko green sana. Sereti yatu. Sereti yatu. So hii unakoroga na maji unampea. Una apply kwa livestock yote hapa ng'ombe. Mosto sagate. Unampea hii. Na kuna zile pia wanawekanga kwa ng'ombe ni unawekea nusu lita ya maji kwa kijiko ile tablespoon. Lakini hawa pia unaweka teaspoon kwa kikombe. Unampea. Sawa. Inaitwa Epsom. Unampea tu once. Inasaidia. Epsom salt. Na kuna ingine inaitwa stop blot. Stop blot. Hiyo pia inasaidia. Inaitwa stop blot. Sawa. Stop blot. Stop blot yani inasema tu direct. Sawa. Tuende mambo na pia in case of diarrhea kuna kaolin una mix na maji ina stop diarrhea. But isipo stop for 3 days labda kuna infection inaita daktari. Sawa. If they say that is Cetoprim ama nini hiyo kaolin. Sawa. Kitu ingine pia ni mambo ya deworming. Deworming for doppers we do monthly. Every month. For any other sheep 2 months. Hiyo ya 3 months hiyo it applies to big ruminants kama ng'ombe. Kuendelea. Kwa sababu the life cycle ya worms ni haraka sana. So ukisema ifike 3 months kwa sheep, ndio maana sheep na uwa na worms. Lakini ng'ombe amai kufa waseme ni worms. Si rahisi. Lakini sheep ni rahisi, si ndio? Kwa sababu of the life cycle. Ndio maana nawaambia deworm after 2 months. Sawa, isifike 3 months. Sawa. Na ng'ombe ni 3 months ni second trimester kama ako na kama pia amesamisiwa. Second trimester ni how months hivi? 4 months kuendelea. Una deworm? Deworm. Hawa kondoo wana deworm hata kama amezaa sai. Lakini lampa anadewormiwa kama 30+ days. Okay. Kama anataka kuzaa kondoo aina hiyo kiwango kama ng'ombe una deworm ni sheep provided amefika 1 month old. Hata kama anazaa kesho. Hata kama amezaa leo. Hakuna shida. Hakuna hii shida. Hata kama amesabisiwa haina shida. Do you never know. Ama nani anasema huyu leo kabisa dume alikuwa na joto jana. Si hakuna tuwezi determine anadewormiwa regardless. Hiyo yenye unaweza ona yes, lakini kama uko na flock mingi na kama ni rare. Ndio maana nawaambia anytime. Sawa. Na deworming ni change the deworming. Sawa. Si ati leo same ita-develop resistance. Hata worms itakuwa tu inakuona wewe mkulima aina gani. So si kama wamepewa Nielsen kisha wapewe Endocure. Si watoke waone mtu anafanya kitu. Lakini ukiwapea Nielsen sasa watasema hiyo watakuwa wakikunywa dewormers kama maziwa. Sawa. So unafaa kuchange the dewormer. And if kama unaishi kwa swamp area kama zile kama kuna mvua mingi sana, you use Puriaflu because of the flux. Gurutoni Puriaflu. Sasa ile inanyesha ndo ziko mingi na watu wanaishi kwa swamp areas. Sawa, sasa nyingine hiyo yote unatumianga Puriaflu. Na pia sometimes it is important utumie Ivermectin kwa sababu inasaidia injectable because inasaidia both internal and external parasites. Sawa. Na Ivermectin inadungwa na mtu mwenye
alienda shule mpaka mkaenda graduation, alikuwa kwa hiyo ni mfanyakazi. So mtu amekuja hapa nini na hii ivermectin sasa ile una deworm ndio pia unadunga ama unaweza dunga tena after deworm ama unaweza dunga tu at any given time. Yeah. Provided unafanya hiyo, sometimes unadunganga after 21 days but kama tena unatumia kama deworm. Okay. Every 21 days. Yani period yenye kama unataka kurudia 21 days. Let me ask ukitumia ivermectin ni sawa, lakini pia ukifanya mambo ya wool shearing na nini, hawananga shida sana ya ticks ama any external parasites, so long as kwenye wanalala ni smart, ni safi, na pia inachunga mambo ya worms na pia mambo ya wool shearing au mambo ya ticks. Lakini ukiona ticks unadunga ivermectin, by kesho inafura inakuwa sawa. Sorry. Bwana naende ninunue Mezigan na niko na mahindi nyumbani. Sawa. Asante madam. Mahindi. Thank you madam. You are a good teacher. Thank you. All maize. Cheblot ini kan? Nah. Pandai kia tuli jawa tinggal jama. Aja magoi. Dia sina awaji Mezigan. Igeri magat ko fine. Anda tartaran ni banda. Aja kusawa bora tartaran ko ikei. Ukiangalia biki watu kwa imosi. Ubaishi Mezigan na tu tartaran ni bombare. Serikali timu mubinga ni kwa serikali tamu. Unajua sisi tunataka quality. Kitu quality pia. Na tunaweza jiundia wa Mezigan. It is very possible. Between this one, I will miss. What is the difference? The quality. Difference is the quality. What do you mean by quality? Kidaje senya kutunya naraka kusiri pandiani mukula konde tartarani. Pandiana mukulo kwa mamaka. Mama unajua madigester. Kama kitu yenye inafaa iwe na ifai iwe fine. Kuna kitu umesema quality. Unamaanisha hii iko na quality kushinda mahindi? I'm to get a cushion. When you go to most farms wanatumianga Mezigan. Na wako na mahindi. Hata president mwenyewe anaenda kwa soko anadalibiwa Mezigan na amepanda mahindi. Mbona asishike mahindi yake aunde Mezigan kama chama? Wacha nimsaidie. In fact in most cases mtu anatumia inaitwa an economical way of production. Kwa sababu ukitumia the whole maize, kitu yenye what is very nutritious kwa ng'ombe ni vitu mbili yenye iko hapa. Number 1 ile tagishet na baurit no, that is the nutritional content. Number 2 hii ingine ni kusaidia hii ngozi ya juu yenye iko na fiber, kwa sababu roughage inasaidia ng'ombe. Lakini ile ingine umetoa umeuza goje. Sasa ni kama unafanya wastage. Kilisha yote ni wastage. Hiyo kitu sana ndio ilikuwa imeniumiza sana. That is the point. Kitu yenye nataka utusaidie madam. Sasa mimi nataka kuanza ukulima ya kuchunga kondoo. Na mimi niko na shamba kidogo, staki free range. Unataka free range. Intensive. Yes. Okay. How do I go about it? Okay, about the intensive nilikuwa na wafunza about the production systems. Nikawaambia tuko na 3 production systems. Niliwaambia tuko na extensive ile ya shamba kubwa ya Masai. Wachana na sasa shamba kubwa. Sisi tuko na shamba kama hii meza. Kama ile. Alafu kuna intensive ile shamba ina so you do intensive ile yenye inafungwa tu ndani ya itoki nje. Sasa ndio tuko. So kwa hapo penye huko unatumia 3 to 6 kg of feeds kwa siku. 3 to 6 kgs. Acha tuende bwana. So how many nego? 3 to 6 kg kwa moja. That is in a day. In a day. Ule machua kabisa anakula 6, ule mdogo ni 3. Na unajua kwa intensive sasa tuende class ya intensive. Okay, sasa hapo ndio hiyo ndio shule nataka nisikie tu. Nasema hiyo inaitwa intensive. Intensive system. Yaani ni kama zero grazing kwa ng'ombe. Feed tunasema 3 to 6 kabla uendelea tunaongea kuhusu goat ama sheep. Na specifically dopa.
even that can apply to goats because all of them are small ruminants. Sawa. So ukisema 3 to 6 unamaanisha sasa in total all type kama ni nyasi total mix ratio, total mix ratio. Okay. So that is per day. Sasa itabidi tuambie composition sasa ya hiyo 6 kg. Kwa hiyo 6 kg niweke dry matter kiasi gani, niweke hii kuna roughages hapo na concentrates. Lakini concentrates unajua ni hii. Kwa hii unawapea 0.5 kg in 3 mature sheep. 0.5 for every 3 mature sheep. That is 0.5 kgs. You know what we are trying to do is to cut the estimate. Yes. For a small scale. Yes. Mwenye ana anything, unajua serikali ni tofauti venye atalisha na nini. Lakini for us, we are doing for a small scale farmer mwenye anataka productivity iende juu. Okay. Magoiperi mingi kwa ile tumdai na pia kwa vitishibe. Aya, tastanya mada. Kimege kase. 3. Sasa si umejua ni 0.5 for 3 mature sheep. Kwa hiyo 3 to 6 yenye percentage kubwa yenye itakuja hapo ni grasses. Yenye umemix kama uko na silage hapo, kama uko na napier na kama uko na dry matter. Na hapo kwa DM nataka utumie any available. Kama hautakuwa na hii kwa sababu this is commercial. Unaweza tumia ile ya stocks, maize stocks. You can use them. Na unaweza kufunga mlango. Alafu apart from the maize stocks, you can even use ile ya maharagwe. In fact, I advise people to use it because it's the best kwa sababu iko na protein. Okay. Usipige maharagwe hicho. Si of course itabaki tu. Hata ukipiga aje itabaki. Pia kama kuna Lucerne, kama kuna Desmodium kenye imekauka inashaga. Sawa. So ingine ni Napier. Unajua hiyo yote umemix tatu. Ndio utakuwa unajua ni 3 to 6. Either ni yote tu ukimix yote kama unatumia moja but isiku unatumia silage peke yake. Napier you can use yeye peke yake. But for silage no. Even this kwa sababu hii iko na DM ya 85%. So ni kama utapea kondoo wako utakuwa tu kunywa maji. Sawa. Sasa uko na napier hapo. Napier grass. Any variety ya napier grass utatumia hapo. So napier unafaa kutumia the wilted napier. Unafaa kukata wilt ndio wape. Ufai kupea napier kama ni fresh because kama ni fresh content. Unajua hao wako na moisture content ni Alafu pia silage iko hapo ndani. Silage DM yake ni 60. Moisture ni 40. So ukimix hizo zote tatu na unajua silage ya kondoo haina maneno mingi. Unaweza tumia hata silage ya napier grass. Unaweza tumia ya mahindi ile haikuiva vizuri uongeze mola kama so umejua. So ukimix hizo ni tatu na inakupea 3 to 6 kg from the lambs to mature sheep. Utakuwa sawa. So umeelewa the roughages na the concentrates. Tuko sawa mpaka hapo. Kwa hivyo akifanya hivyo sio lazima itoke nje hata. Si lazima itoke nje. Sasa anafungia tu mahali. Provided itoke nje. That is it. Sawa. Okay. Yeah. Uko sawa sasa. Niko sawa. You can do the